Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu wa man walahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ama ndugu zangu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama tujuavyo kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na ni miongoni mwa nguzo za Uislamu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuwa tunatekeleza miongoni mwa nguzo za Uislamu, na nguzo yenyewe ni swala zima la funga. Na funga ni jambo la wajibu, na wajibu wenyewe ni ule wajibu ambao uliotuliwa mkazo, na alikuja tu jambo hili la wajibu kwamba labda pengine limekuja tu kama ni hadithi fulani, lakini ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ukasema kwamba ni wajibu ambao uliotuliwa mkazo, kwa sababu aliyetupa amri hiyo ni yule ambaye aliyetuumba. Na funga ina dalili za kuwepo kwake, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia funga kuwazungumzia waumini kwa ni jambo ambalo lilikuwa ni wajibu kwao, pale aliposema katika Qur'ani tukufu katika surati Al-Baqara, alisema katika aya 183, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya moja kwa moja imekwenda kwa nidaa almu'minin au khassa almu'minin, pale aliposema enyi mlioamini, kutiba alaykum siyam, mmefaradhishiwa kwenu nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, na si kwa lengo lolote isipokuwa la'allakum tattaqun, ili muweze kufika katika lengo la uchamungu. Kwa hiyo funga inatuonesha kwamba ni moja ya ngazi ambayo inatupelekea kufika katika swala zima la uchamungu. Baada ya kutekeleza ibada ya swala ambayo inatupeleka kwenye uchamungu, lakini pia sasa na ibada ya funga nayo inatupelekea katika swala zima la uchamungu. Kwa hiyo kutakuta kwamba lengo hasa la kuletwa kwa hii funga ni kututayarisha sisi waumini kufikia katika lengo la uchamungu. Na uchamungu ni daraja, unatoka katika Uislamu, unatoka katika umini, lakini vile vile unafika katika njia ya uchamungu ambayo ni taqun. Tutakuta kwamba imekuja nidaa almu'minin kwamba enyi mlioamini, bimaana ukitoka katika ngazi ya kuamini sasa kutakuta kwamba Allah anasema la'allakum tattaqun, ili muweze kufika katika lengo la uchamungu, kama utakuta kwamba daraja kubwa sana ya uchamungu. Na funga imehusishwa hasa katika mwezi wa Ramadhani. So utakuta katika aya ya kwanza imesema kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, lakini haijataja ni katika kipindi gani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaja akataja kuhusu kipindi gani ambacho kinahitajika katika kufunga kwake na kuwa ni wajibu. Akazungumza moja kwa moja katika aya 185 surati Al-Baqara, akasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasummuhu. Allah subhanahu wa ta'ala akahusisha funga yenyewe inapatikana katika mwezi ule mtukufu wa Ramadhani, ambao ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'ani kuwa ni uongofu vile vile kwa wale ambao wachao Mungu, lakini pia kuwa ni sehemu ya upambanuzi na ubainifu wa kuweza kubainisha watu katika kuona haki na kuona na batili. Kwa hiyo kutakuta funga imehusishwa zaidi katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani.
Na pia kuhusishwa kwake hata katika hadithi, kuna Mwarabu mmoja alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba ni jambo gani ambalo lililokuwa juu yangu lililokuwa ni wajibu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule mtu siyamu Ramadhan, ni kufunga katika mwezi ule wa Ramadhani. Ni katika hadithi ambayo imepokelewa na Bukhari na Imam Muslim katika hadithi ya 1792 na Imam Muslim katika hadithi ya 11, kwamba inatujulisha kwamba swala la funga ni jambo ambalo lililokuwepo na ni jambo ambalo la wajibu kwa kila muumini. Lakini vile vile katika kila kitu kinakuwa kina nguzo, kina sharti, kina wajibu, kina mambo yenye kubatilisha, kuna mambo ya sunna. Na funga pia ina sharti zake za kusihi kwake, na funga pia ina wajibu wa kusihi kwake. Na kama alivyosema msanifu kwamba washaraitul ujubi siyami thalathat ashya, sharti za kuwajibika kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, thalathat ashya, ni kupatikana kwa mambo matatu. Yakipatikana mambo matatu haya, basi moja kwa moja itawajibika mtu kuweza kutekeleza ibada ya funga. Jambo la kwanza alisema alislam. Kwanza mtu awe Muislamu. Akiwa sio Muislamu kwake itakuwa sio wajibu kufunga, kwa sababu imehususha saa kwa Waislamu. Kwa hiyo akifunga asiye kwa Muislamu atakuwa anaishi au atakuwa anashinda na njaa, lakini atakuwa hayuko kwenye funga. Na jambo la pili walbulughu, kwamba awe mtu ameshafikiria baligh, pia walaqil au na akili timamu. Na kipengele hiki kinatujulisha kwamba anaweza akawa mtu ameshafikiria baligh lakini akawa hana akili timamu, basi kwake yeye funga itakuwa sio wajibu. Na ili iwe wajibu kwake yeye kwamba awe ameshafikiria baligh lakini pia awe ni mwenye akili timamu. Na hii ni kwa kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema rufi'a al-kalam ala thalathat, kwamba ameondolewa kalamu kuandika makosa ya mtu kwa watu namna tatu. Akazungumza kwanza mtoto mdogo mpaka aweze kubaleghe, ya pili mwenye kulala mpaka amke, na ya tatu mwenye kupatwa na wenda wazimu mpaka uondoke ule wenda wazimu wake. Sasa kwa kupitia maneno haya basi inajulisha kwamba miongoni mwa sharti za kuwajibika kufunga awe ni mtu ambaye ameshafikiria baleghe, awe ni mwenye akili. Lakini atakapokuwa mtoto mdogo ameshafika umri wa miaka 7, itakuwa sasa ni wajibu kwa mzazi kuanza kumfundisha mtoto huyo kufunga, ili apate uzoefu. Akishafikiria umri uliokuwa wa mukallafu wa kutoza nguvu kwake kufunga, au ameshapata uzoefu mkubwa wa kuweza kufunga. Kwa hiyo ndio kama tunavyoona katika mazingira yetu, mtoto akianza kufika umri wa miaka 7 anazoeshwa kufunga ili apate ule uzoefu na kuweza kuja kutekeleza ibada kiukamilifu. Lakini pia miongoni mwa sharti nyingine ambayo inawajibisha kufunga wal qudratu ala sawmi, huyu mwenye kufunga awe ana uwezo ule wa kufunga. Anawezekana mtu akawa ameshatimia umri wa baligh, lakini katika umri wake wa baligh ikawa kwamba hayuko vizuri kiafya. Kama hayuko vizuri kiafya, basi wajibu unakuwa umeshamondokea, hataweza kufunga, kwa sababu katika miongoni mwa sharti zinazowajibika kufunga basi wal qudratu ala sawm, awe anao uwezo ule wa kufunga kwake. Kama katakuwa hana uwezo, basi haito wajibika kwake yeye kuweza kufunga. Na tamko hili ni kwa kupitia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema katika Qur'an tukufu katika surati Al-Baqara aya 184, aliposema wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatut ta'am, kwamba na wale ambao wameshindwa ni kuweza kufunga watapasa kwa wao kuweza
kutoa fidia ya chakula na kualisha maskini. Na wenye kushindwa hapa wako katika namna tofauti tofauti, lakini waliozungumzwa hapa hasa ni wale watu wazima ambao wameshafikiria umri, ambao hawawezi kwao kubeba saumu. Sasa hawa kwa wao siku ambao watakaokuwa hawakufunga wanakula mchana, itatakikana kwa wao kutolewa fidia. Ingawa tutakuja kufafanua zaidi katika vipengele ambavyo vinahusu masuala mazima ya utoaji wa fidia kwa yule ambaye amekosa kufunga. Na pia kwa kutilia nguvu maneno haya Allah Subhanahu wa Ta'ala ayosema kwamba wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatut ta'amul miskin, kwamba na wale ambao wameshindwa kuanza kufunga watakikana kwa wao waweze kutoa chakula kwa kuwalisha maskini 60, na chakula chenyewe ni kuweza kutoa kibaba cha chakula. Kibaba cha chakula sasa hivi ni sawa sawa na nusu na robo na wake, au kutoa kilo moja kabisa ya chakula. Na chakula chenyewe kitaikana ni ile ghalbu qutil balad, ni kile chakula ambacho kinacholiwa katika mji. Kama sisi tunakula sana mchele, tunatumia chakula kile cha mchele. Kwa hiyo tutaikana tutoe ule mchele, tena mchele wenyewe ule ambao unaopenda wewe mwenyewe katika kutumia. Isijekuwa kwamba wewe unatumia mchele wako mzuri wa Mbeya, lakini ukaja ukatoa mapembe kutoa fidia, inakuwa kidogo haipendezi kabisa. Sababu lan tanalu albirru hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kwamba nyinyi hamtofikia wema mpaka muweze kutoa vile ambavyo mnavipenda katika nafsi zenu. Sasa itakuwa ni vizuri zaidi kuweza kutoa kile chakula ambacho unachokipenda wewe zaidi kwa ajili ya kuweza kutoa fidia. Na kama alivyosema usanifu na akatilia nguvu katika hadithi ya Imam Bukhari katika hadithi 1792 katika aya hii ambayo imezungumzwa hapo kupitia hadithi ya Atai, kwamba amemsikia Ibn Abbas urazo wa Allah umwendea akisema, akisoma kisomo kisemacho wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatut ta'amul miskin. Akasema Ibn Abbas kwamba tamko hili lilotolewa hapa si kama imefutwa moja kwa moja ile funga, haikufutwa ile funga kwa kila mtu, isipokuwa wamebainishwa kwa kusema wao wa Sheikhul Kabir, naye yule ambaye ameshindwa ni yule mtu mzima wa kiume ambaye alikuwa mkubwa, au mwanamke alikuwa ajuza hawezi kufunga. Hao ndio kwa wao ambao wanastahiki kuweza kuwatolea fidia ya chakula. Kama alivyobainisha akasema la yasta'ani an yasuma fayutaimuha, hutolewa chakula hicho kwa wale ambao wasioweza kufunga, basi watatolewa kwamba la yasta'una an yasumaha fayutaimani makanu kulli yawmi miskina, watatolewa kwa kila siku kile chakula na kuweza kupewa wale maskini. Na uzuri zaidi wa kuweza kutoa chakula hiki ni kutoa kabla yule mtu hajaanza kuingia kwenye ile kula. Kwa unatoa asubuhi, kwa hiyo anaanza kula hali ya kuwa tayari ile fidia imeshatolewa, itakuwa ni uzuri zaidi. Ingawa ziko akwali ambazo zinazojuvisha kwamba anawezekana akatoa hata kwamba tayari ameshaanza kula, lakini tunachukua ule uzuri zaidi wa kile kitu, kwamba unatoa fidia ile kabla yule mtu hajaanza kupata chakula katika ule mchana wa Ramadhani. Na hizi fidia zimegawika. Kuna fidia za watu wazima ambao hawezi kufunga, kuna fidia za wenye mimba, kuna fidia za wenye kunyonyesha, zinatofautiana. Na inshallah tutakuja kuzipambanyua kwa kila fidia au kwa kila mtu na namna ya kuweza kwake kutoa fidia. Lakini baada ya kuzungumzia kuhusu sharti za wajibu ambao unapelekea mtu kuweza kufunga, tuzungumzie vile vile kuhusu nguzo za hii funga, kwa sababu kila kitu kina nguzo zake. Hata nyumba nayo inawekwa nguzo, inawekwa foundation. Kwa hiyo hata na hili swala la funga lazima kwamba kuwe na nguzo ambazo zinaweza zikatekelezeka. Ili kusihi kwake lazima ziweze kutekelezeka nguzo hizo. Na miongoni mwa nguzo za funga ni nini kuu?
Ya kwanza akasema aniyat, jambo la kwanza ni kuweza kuweka nia. Nia ni katika miongoni mwa nguzo za funga. Na nia ni kiungo cha kila jambo. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mjumbe wa Allah rehema na amani zimshikie juu lake kwamba innamal a'malu binniyat. Kila jambo kusihi kwake inategemeana na nia. Kwa hiyo ili jambo lisihi lazima ifuatane swala la nia. Na vile vile katika swala hili la somo, nia ni katika jambo ambalo linalotakikana kuwekwa. Na nia inatakikana likuli yaumi, iwe kwa kila siku. Kwa kupitia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema kwamba man lam yubayyitu siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Kwamba mtu yoyote yule ambaye hakulala na nia kabla ya kuchomoza alfajiri, basi mtu huyo anahesabika kwamba hanafunga. Kwa hiyo nia ni jambo ambalo linatakikana mtu aweze kuweka, ni jambo la lazima. Na aniyatu mahaluha fil qalbi. Nia mahali pake ni moyoni. Kwa hiyo nia inaanza kuja kule moyoni kwenyewe. Kwa hiyo mtu ambaye hakuweka nia katika ule usiku wa Ramadhani, basi ukicha usiku hali ya kuwa hakuweka nia hiyo, basi somo yake itakuwa haipo. Kwa hiyo itakikana kwake yeye ajizuilie kula na kunywa mpaka iweze kufika magharibi, aweze kuungana na watu kwa ajili ya iftari, lakini atakuwa moja kwa moja hana somo. Kwa kupitia hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imepokelewa na Imamu Daraqutni na imamu wengineo. Na kuna watu wanakuwa wanachukua aqwali baadhi yake kwamba unaweza ukatia nia kuanzia toka siku ile ya mwanzo ambao mwezi unaonekana. Hatupingi kwa sababu kila mmoja ana sehemu ambayo aliyotegemea. Lakini uzuri zaidi tukaweza kuchukua hadithi hii ya Mtume sallallahu ambayo inazungumzia kwamba kulala na nia kwa kila siku itakuwa ni bora zaidi. Wengine wanakuwa wanazungumzia hili swala la nia kuhusu matamshi. Hili swala la matamshi pana ikhtilafu ndani yake. Wapo ambao wanaoamini kwamba kutia nia kwa kutoa matamshi, mfano kusema nawaitu sawma ghadi an adai ila akhiri, kwamba sisi ndio tunajihakiki kusema tamko hili. Lakini wengine wanasema kwamba hapana, kwa sababu Allah yeye mwenyewe anayejua nia yako, na ukishadhamiria tu, kwa sababu aniyatu mahaluha fil qalbi, nia mahali pake ni katika moyo, basi inatosha. Sasa wale ambao wanasema kwamba aniyatu mahaluha fil qalbi wa talaffudhu biha sunna li yasaidi lisan alqalbi, kwamba nia mahali pake ni moyoni, lakini kulitamka kwake tamko la nia ni sunna ili kuweza kusaidia moyo katika kutamka kwake. Hao wamekamata nafasi hiyo, basi waendelee kukamata mpaka pale ambapo watapata ule udalilifu wa sehemu nyingine ambayo hairuhusu kufanya hivyo. Lakini tuangalie mantiki ya nia kwamba ni kuweza kubakisha ndani ya moyo, kwamba nia mahala pake ni moyoni tu. Hakuna sehemu nyingine ambako inafuatanisha. Na nguzo nyingine katika miongoni mwa nguzo za somo, wal imsaku anil akli washurbi, kujizuilia mtu kula na kunywa, ni jambo ambalo linatakikana kwake yeye kujizuilia. Lakini vile vile si kujizuia tu kula na kunywa, na kwa kile ambacho kitapelekea mtu kufungua kwa yule mfungaji, kitapelekea kwake kufuturu, basi jambo hilo aweze kujiepua nalo. Unaweza ukaanzisha ugovi tu, utakuwa hujakula wala hujakunywa, lakini kapelekea sasa kufungua kwa sababu ya kuanzisha jambo lile. Lakini pengine inawezekana ukaanzisha mitengo, kazi yako ikawa ni msengenyaji, kazi yako ni kutukana watu, ni kuzungumza maneno machafu. Haya yote yanapelekea kuondoa funga yako. Kwa hiyo unaweza kujiepusha kwa kile ambacho kitapelekea sasa kuweza kutengua somo yako, si kula tu na kunywa. Vile vile waljimaa, na kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani, nalo ni katika miongoni
Waljimaa, kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani ni kuweza kujizuilia nayo, ni katika miongoni mwa jambo ambalo miongoni mwa nguzo za saumu. Na tamko hili limekuja kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waumini, kuleni na kunyweni mpaka ikubainikieni kwenu nyinyi kupata mwangaza ambao wa mchana kutokana na giza lililokuwa la usiku. Bimaana kuweza kufika alfajiri sadiq ni muda ambao umeruhusiwa kuweza kula, ni muda ambao umeruhusiwa kuweza kunywa, ni muda ambao umeruhusiwa kufanya tendo la jimaa. Lakini kichomoza tu alfajiri sadiq ina maana kwamba hapo haitaruhusika kuweza kuyatekeleza hayo, lakini kinyume ya hapo basi itaruhusika. Kama sasa hivi kuna utaratibu wa watu ambao umewekwa wa kuweza kuweka mipaka ya kula daku. Inawezekana ukaambiwa kwamba mwisho wa kula daku ni muda wa saa 10:30 au 11 kamili. Ina maana ukizidi hapo, ina maana hapo somo yako itakuwa haipo. Na muda huo ndio unaokomesha yale yote, kama ni jimaa, kama ni kula, kama ni kunywa. Basi ukitumia hayo katika muda huo, basi funga yako itakuwa haipo na utakuwa umesha ifisidi, kwa sababu utakuwa umeondokana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu akataka Allah subhanahu wa ta'ala atimusiyam, watu waweze kutimiliza funga ila laile, kuandia ule usiku. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akazungumzia kuhusu watu ambao wanaokaa itikafu, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Vile vile akakataza watu kuweza kufanya tendo la ndoa hali ya kuwa wako msikitini wamekaa itikafu, kwa sababu ni katika miongoni mwa jambo ambalo linabatilisha itikafu, kuweza kufanya tendo la ndoa hali ya kuwa wamekaa itikafu. Sasa kupitia aya hii imetujulisha kwamba miongoni mwa nguzo za kuweza kupelekea kuipata saumu, au miongoni mwa nguzo za saumu ni kuweza kujizuia kula na kunywa pamoja na kufanya tendo la ndoa. Na vile vile ikawekwa katika miongoni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba na swala zima la kuweza kujizuia kuhusu kujitapisha kwa makusudi. Kujizuia mtu kujitapisha kwa makusudi ni katika miongoni mwa nguzo ya funga, kwa sababu inawezekana kwamba pengine ukawa ni mtu mjanja ukatafuta njia ya kutokea, madali umekwambiwa kwamba mtu akitapika basi anakuwa funga yake haipo. Inawezekana ukasema kwamba itabidi nifanye ujanja kujitapisha. Ina maana itakuwa umeshaingia katika makosa makubwa sana kuweza kujitapisha kwa makusudi. Na mtu akitapika pasina kufanya makusudi, basi anasamehewa na funga yake inaendelea kubaki. Na haya kwa kupitia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam Abu Daudi katika hadithi ya 2380 na Imam Tirmidhi katika hadithi ya 760, na hadithi zisizo kwa za imamu hao. Na hadithi hii ni kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu umwendee juu lake, anasema kwamba anna nabii sallallahu alaihi wasallam kala, hakika mjumbe wa Allah rehema na amani zimshikie juu lake amesema, man dhara'ahu alqa'im, yoyote yule ambaye yamemghilibu matapishi, wa huwa saimu, hali ya kuwa yeye amefunga, falaysa alayhi alqada'u, kwake itakuwa haipasi kuweza kulipa funga hiyo. Wa man istaqa'a amida falyaqdi, na yote yule ambaye atajitapisha kwa makusudi, kwake inatakikana funga hiyo aje aweze kuifunga, kwamba aje aweze kuilipa. Umejitapisha kwa makusudi, halafu utaruhusika kula mchana, na baadaye utakuja kuilipa somo hii hali ya kuwa ni mpya kabisa. Sasa haya tuweze kujua utaratibu wake, kuweza kuzijua nguzo hizi na kuweza kuzichunga kama inavyotakikana. Tusiende kinyume na utaratibu wa kisharia. Kila ambacho kimewekwa na sharia, wajibu wake ni kuweza kukifuatilia
na kile ambacho kimekatazwa na sharia, wajibu wake ni kuweza vile vile kuweza kukiepuka. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, unaweza kulike, kucomment, kushare na usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata burudani, vipaji na habari mbalimbali kutoka kwetu.